Taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa Business Insider na Bloomberg imemnukuu waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akieleza nia hiyo. Kauli hiyo Profesa Mkumbo imethibitishwa huku viongozi wengine wa serikali nao wakikiri kuwa mpango huo upo kwenye utekelezaji. Takwimu zinaonyesha kuwa Benki Kuu ya Tanzania BOT ina akiba ya dhahabu yenye thamani ya shilingi trilioni 3.3 hadi mwishoni mwa Disemba mwaka jana. Tanzania imekuwa ikinunua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wa madini wa ndani tangu mwaka 2023 kama sehemu ya juhudi za kuimarisha akiba yake. Uuzaji uliopangwa unakuja wakati ambapo bei ya dhahabu zinakaribia kuwa juu. Kuvunjwa kwa shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID chini ya utawala wa Donald Trump kulisababisha kushuka kwa 17% kwa misaada ya kigeni duniani mwaka jana, jambo lililoifanya serikali kuweka mikakati ya kutumia fedha zake katika miradi ya maendeleo. Lakini ni nini maana ya uamuzi huo wa kiuchumi? Hawa hapa wachumi wanaeleza. Dhahabu ni kama mali zako zingine zozote. Katika uchumi wa kawaida, sisi kwenye maisha yetu unaweza kuwa na nyumba 3, 4, 5. Si hukai zote. Ukipata unahitaji liquid, unataka hela, utauza moja. Kwa hiyo kama nchi inatunza dhahabu inatumika kama tuseme asset ambayo inaimarika, haiharibiki, haitashuka thamani. Kwa hiyo nchi zinatunza dhahabu nyingi kwa ajili ya kuimarisha uchumi wake. Kwa hiyo pale inapohitaji cash, inapohitaji fedha, inaweza ikauza baadhi ya dhahabu walizotunza kupata fedha. Ni jambo jema. Pale inapotokea changamoto, kwa mfano kwamba labda kulikuwa na wahisani ama wafadhili ambao walikuwa wakitoa misaada kwa ajili ya kusupport miradi kama hiyo. Sasa inapotokea hiyo foreign aid ama foreign support imepungua, basi pia nchi inaweza kuuza dhahabu yake ya akiba kwa ajili ya kupata hiyo fedha ya kigeni ili iweze kutimiza malengo yake ya kuendeleza miradi hiyo mkakati ya kitaifa. Uamuzi huo utaifanya serikali kupata fedha zitakazowezesha kutumika kukamilisha miradi ya ujenzi wa reli za kisasa kutoka Dodoma kuelekea mikoa mingine ikiwemo Tabora, Kigoma pamoja na Mwanza. Joseph Mpangala, Azam News.